نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أما بعد فيا أيها الناس, enyi watu wote dunia nzima kwa jumla, huu ni wito, hawaitwi waumini peke yao, bali wito huu wanakusudiwa kila aliyehusika na jamii ya mwanadamu anaingia katika wito huu. Wito unawaambia jamii ya binadamu, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, kama amarakum, kama vile alivyokuamrisheni, an tattaquhu, mumche yeye. Kwa hivyo aliyokuwa si Muislamu hapo, kabla ya kuteremkiwa na mjumbe wa mauti, atakiwa aingie kujisalimisha kwa Mola wake, apate kumcha Mwenyezi Mungu. Kwani katika dini yoyote atakayokuwa mtu madhali si Muislamu, basi hata aweke ucha Mungu namna gani, hautompatia faida akhira, wala hatohesabiwa kwa mcha Mungu. Ittaqullaha, mwogopeni Mwenyezi Mungu, kama amarakum an tattaquhu, kama alivyokuamrisheni kumwogopa yeye. Wa ati'u amrahu, na mtii amri yake. Wala ta'suhu, na wala msimuasi. Wadhkuruhu, na muwe mkimtaja yeye na kumkumbuka yeye na kumfikiria yeye, utukufu wake, ukubwa wake, ilmu yake, uwezo wake. Yadhkurkum, mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu naye vile vile atakukumbukeni.
washkuruhu, na mumshukuru yeye, wala takfuruhu, na wala msimkufuru kwa kuacha kumshukuru. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, laqad amarana Allahu bidhikrihi, kwa hakika Mwenyezi Mungu ametuamrisha jambo la kumtaja yeye na kumkumbuka yeye, na hilo ndilo jambo alilotuumbia na akatuweka hapa duniani na akatutayarishia kila mahitaji yetu. Tumekuja mahitaji yakiwa tayari, ni kwa jambo moja tu la kumtaja yeye na kumkumbuka yeye na kumwabudu yeye. Hichi ndiyo kitu akitakacho muumba kwa viumbe vyake. Laqad amarana Allahu, kwa yakini ametuamrisha Mwenyezi Mungu, bidhikrihi, kumkumbuka yeye na kumtaja yeye na kumwabudu yeye, fi umumil awqati, jambo hili kalitaka kwetu muumbaji katika nyakati zote. Qala ta'ala, kwa mfano amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale waja ambao mmeamini, udhkurullah, mtajeni Mwenyezi Mungu au mkumbukeni Mwenyezi Mungu au muabuduni Mwenyezi Mungu. Neno dhikri linaingia katika nyanja hizo. Kumtaja kwenyewe ni kumtaja namna gani? Sio ukipenda, sio mpaka upate nafasi, sio mpaka ufurahi umeshiba. Udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu, dhikran kathiran, utajo uliokuwa mwingi. Hii ni kuonyesha kwamba katika pumzi zake zote mwanadamu atakazopewa na Mola wake duniani hapa, atakiwa pumzi zile azitumie katika jambo la kumwabudu Mola wake na kumtaja na kumkumbuka. Muda wowote utakaompitia binadamu duniani, imeponyoka kumkumbuka Mwenyezi Mungu, imeponyoka kumtaja Mwenyezi Mungu, imeponyoka kumwabudu Mwenyezi Mungu, chembe cha muda hicho kitakuwa binadamu kwake ni hasara kubwa kaipata. Wal asri, na hapa kwa zama za alasiri, innal insana, hakika jamii ya mwanadamu, hakika ya yule aitwaye mwanadamu yoyote awaye, la fi khusrin, yumo ndani ya khasara, illa alladhina amanu, wanavushwa kikundi cha watu maalum, isipokuwa wale ambao wameamini, waamilu salihati, na wakasadikisha imani zao kwa kuyafanya mema, watawasau bilhaqi, na wakawa katika jambo la kumkumbuka Mwenyezi Mungu ambalo dalili yake ni kule kuhusiana mambo ya haki, watawasau bisabri, na wakawa wamehusiana vile vile katika jambo la kusubiri, kwani wasingehusiana hivyo ila wamemkumbuka Mola wao, wanamwabudu Mola wao, yumo kwenye mawazo yao Mola wao. Ndiyo maana walifika pahala wakajiona wameharibu, wamekosea, ndiyo wakakusanyana wakaanza kuhusiana. Huku kuhusiana maana yake ni kumkumbuka Allah. Hivyo Mwenyezi Mungu ametutaka tumkumbuke yeye na kumtaja yeye na kumwabudu yeye kila wakati katika maisha yetu. Pahala pengine Mwenyezi Mungu amesema, inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika katika kuumba kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi llaili wan nahari, na vile na kule kutofautiana kwa usiku na mchana, mara umeingia usiku mara umeingia mchana. Haya Mwenyezi Mungu ameweka la ayatin, ni dalili za waziwazi kwamba yeye yupo muumbaji, na sio kuwepo tu mmoja peke yake mwenziwe, na sio kuwa ni mmoja peke yake tu, ana sifa za kiungu za kuumba, za kujua, za kusikia, za kuona, ni muwezo kila kitu, hakuna jambo limshindalo. Ayatin, mambo hayo yanaonyesha waziwazi, dalili zipo kwa Mwenyezi Mungu yupo na ni mmoja na ni mwenye uwezo wa kila kitu.
Dalili hizi wanaweza kuzipatia faida liulil albabi, watu wenye akili za kuchambua mambo. Watu wote si sawa sawa, akili kila mmoja anayo kapewa na Mola wake, lakini akili viumbe wengine hazichambui mambo, zinaona hapa hapa tu, njaa imemshika atafuta chakula kwa njia yoyote ile, japo kumtia mtu kabari akamuua, almuradi apate chakula pale basi. Akili za watu zimetofautiana, lakini hawa anaowataja Mwenyezi Mungu hapa kwamba watazipata dalili katika kuumbwa kwa usiku na mchana ni ulil albabi, watu wenye akili za kuchambua mambo. Uli albabi ni nani? Ulul albabi alladhina yadhkuruna Allah, ni wale wanaomtaja na kumkumbuka na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na wanamwabudu katika hali gani, wakati gani? Wanamkumbuka na kumtaja na kumwabudu qiyaman, wakiwa wima, wamesimama. Hilo jambo la kusimama wima haliwafanyi hapo walipo kwamba Mwenyezi Mungu atoke kwenye mawazo yao, awe hayupo katika nyoyo zao. Wanajali hapa niliposimama ni pahala gani? Je, Mwenyezi Mungu Mola wangu pamemridhisha pahala hapa nilipo sasa? Mathalan, mwanamume mzima yuko pahala kasimama, anaangalia ngoma. Pale katika ngoma pana wake za watu wanademka, wanafanya kila aina ya visa. Anajiuliza muumini, nimesimama muda saa nzima hapa mimi naangalia wake za watu, Mola wangu yukoje na mimi hapa? Akilikumbuka hilo basi upesi anageuza njia, anaondoka. Ndiyo maana ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja na kumwabudu katika hali ya kusimamo chake mtu cha wima. Qiyaman wa qu'udan, na vile vile wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika hali ya kitako. Anajiuliza mtu, nimekaa hapa uwanjani unaitwa uwanja huu Wanderers, kitako changu hichi kule kutoka kwangu mimi mguu mosi mguu pili hata nikafika hapa, nimekuja kwa madhumuni gani na hapa nitakaa kwa muda gani? Je, kitako hichi kitanitilia faida mimi katika maisha yangu ninayokabili baadaye, au nakula hasara tu hapa mimi? Akikuta kwamba ipo faida, basi kaa tena ukae sana. Na katika mkao wako kaa mkao wa kupata faida, yani usikae kiwiliwili. Sasa hivi kaa kwa akili na moyo wako uwepo hapa, kwani pata kuzungumzwa mambo makubwa sana. Uhai wako wa kidunia na uhai wako wa baadaye akhira wategemea sana chakula cha roho ambacho utakipokea punde hivi katika jioni hii. Ni zawadi maalum kwa ajili ya arwahi ambazo hivi sasa zimo ndani ya siyam. Arwahi inatarajiwa roho zinapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, zinapokuwa katika ibada kama ya funga. Hii ni ibada ya kiroho na kiwiliwili, bali roho zaidi inakuwa. Atarajiwa mtu katika hali kama hii atakipokea vizuri sana chochote akipokeacho au anapopewa kutoka kwa Mola wake, hali ya kuwa ni mawaidha kutoka kwenye Qur'ani na mawaidha kupitia kwenye hadithi za Mtume. Inategemewa kwamba atapokea vizuri zaidi sasa kuliko anapokuwa katika hali nyingine za mwezi wa kula mchana. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja na kumwabudu wima, wa qu'udan, na wanapokaa kitako vile vile Mwenyezi Mungu hamsahau, wa ala junubihim, na hata wanapokuwa juu ya mbavu zao wamelala, basi Mwenyezi Mungu wanaye pale. Hajitupi mtu kama gogo la mnazi, bali anakuwa na mawazo ya Mola wake kwamba sasa ninaingia kwenye mauti ambayo ni nusu yake, si mauti kamili, mauti ambayo ni nusu. Na huko Mola wangu akinichukua ndo nimekwisha, amali zangu nilizozichuma ndo hizo hizo, sina nafasi ya kuchoma nyingine. Basi pale mtu kabla ya kufumba jicho atahakikisha japokuwa aya 50, kama hakupata aya 100 basi angalau 50 atazileta pale kabla ya kulala kwanza. Na ndivyo alivyokuwa mtume wa Mungu, hivyo hafumbi jicho mpaka aya kwa uchache 100 zipite pale. Sura Bani Israil kwa mfano, mtume alikuwa halali mpaka isome mpaka mwisho ile.
siku nyingine inapungua kidogo na kwenda kwenye aya 50 kama sura Al-Waqi'a, Ad-Dukhani na kama hizo, kama hadithi vile Al-Kahfi, zilikuwa hazitoki katika kinywa cha mtume wa Mungu. Kila kabla ya kulala anatamka kwanza maneno ya Mwenyezi Mungu, kwani maneno ya Mwenyezi Mungu ndio dhikri kubwa zaidi kuliko dhikri zote. Akasema tena Mwenyezi Mungu katika kutuonyesha kwamba katutaka, ametuweka hapa tuwe tukimtaja sana, tukimkumbuka kwa wingi, bali kila wakati. Akasema wama khalaqtul jinna, na wala sikumuumba mimi jini, wal insa, na mwanadamu, illa liyabuduni, isipokuwa kuna lengo, ligharadhin ma, kuna lengo maalum, lengo hilo kwa ajili ya kuniabudu mimi. Na hiyo ibada inapatikana katika kumtaja Mwenyezi Mungu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa moyo na akili, na vile vile kumshukuru au kutenda matendo ambayo kakuamrisha. Ina maana kwamba unamdhakiri pale. Dhikri ziko anwai, kuna dhikri za matendo, kuna dhikri za maneno, kuna dhikri za tafakuri. Unapofikiria mambo ya Mwenyezi Mungu, utukufu wake, basi pale Mwenyezi Mungu unamtaja katika namna ya fikra zako vile vile. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu hailipi swala ya mja anaposimama mbele yake akatamka Allahu Akbar, isipokuwa fikra zake ziwe zinakwenda sambamba wakati ule na anoyasema na anoyafanya ya kurukuu na kuitadili na kusujudu. Awe yeye yupo pale anajijua sasa ninafanya nini na ninasema nini na kwa ajili ya nani, tafsiri yake neno hili ni maana yake nini. Hapo ndipo anapolipwa mtu kwenye swala. Si watu wote wanaondoka kwenye swala na thawabu za 100%. Wako wengine huondoka na 2%, au kaondoka mtu akupata kitu. Na swala jambo zito mtu kulipata kwa muda wote, thawabu kamili kwa akili yake iko pale, si jambo rahisi kabisa kabisa. Wasabbihuhu, na mumsabbih, na mumtakase yeye, bukratan, kwa nyakati zote, asubuhi wa asila, na hata jioni vile vile. Muradi hapa nyakati zote, kwani tamko la mwanzo la dhikran kathira, kumtaja kwa wingi, ina maana kwamba wingi wenyewe pale ni kila mara. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotaka kwa viumbe vyake. Wa khassa ba'dha al-awqati, na akazikhusisha Mwenyezi Mungu baadhi ya nyakati ziwe zinatumika kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ziada kuliko nyakati nyingine. Kaadibari salawati, kama vile nyuma ya swala za fardhi. Pale mja akishamaliza kuswali asijione kwamba ndo kishamaliza ibada. Akimaliza tu anaingia kwenye mkondo mwingine wa dhikri sasa. Kwa hivyo tahadhari mtu baada ya salamu alaikum katoka, atahadhar, anaudhi, na maudhi yale huenda yakapelekea kukataliwa kwa ibada yake aliyoifanya punde pale. Ajitahidi japo kuwa muda mdogo, akaikitako pale amdhakiri Mola wake. Kule kumdhakiri Mwenyezi Mungu ndiyo jambo alowekewa hapa mja duniani. Kwa hivyo akahusisha Mwenyezi Mungu baadhi ya nyakati kuwa ziletwe dhikri zaidi, kaadibari salawati, kama vile nyuma ya swala, wa ba'dal intihai, na baada ya kumaliza min ada'il ibadati, katika kutekeleza ibada mbalimbali. Fa amara bidhikrihi, akaamrisha Mwenyezi Mungu atajwe yeye fiha, katika nyakati hizo, limaziyatiha, ili kuonyesha utukufu wake unavyotofautiana, ala ghairiha, nyakati hizo na nyakati nyingine mbalimbali. Hapo mtu anatakiwa azidishe zaidi, laiti kama watu wanayaelewa mambo hayo. Qala ta'ala, amesema aliyetukuka, fa idha qadaytumus salata, mutakapoimaliza ibada ya swala, msidhani Mwenyezi Mungu anaabudiwa kwenye swala tu,
Na msidhani kwamba dini na dunia tafsiri yake ni kama walivyoitoa mashetani wa kijini na kibinadamu. Dini na dunia yani ibada iko msikitini, ukishamaliza kuswali sasa uingie kwenye dunia tena. Yani Mwenyezi Mungu huko hana haja na wewe, Mwenyezi Mungu huko hajali unalolifanya, madhali ushainama na kuinuka msikitini yako yamekwisha. La, kama tulifahamu hivyo, basi kuanzia sasa tufunue ukurasa mwingine wa fahamu ya dini yetu. Enyi ndugu waumini, Mwenyezi Mungu anasema fa idha qadaytumus salata, basi mtakapomaliza kuswali, fadhkurullaha, muwe mkimtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu, qiyaman, katika hali ya wima, wa qu'udan, na katika hali ya na katika hali ya kukaa kitako, wa ala junubikum, na katika hali ya kwamba nyinyi mko juu ya mbavu zenu mmelala. Hii ndiyo hali Mwenyezi Mungu aliyotuumbia na kutuweka duniani. Pumzi zako mja ulizopewa umepewa kwa lengo maalum. Hili lengo la ibada ndiyo maana ukapewa hai. Kwa hivyo tumia rasilimali yako ya uhai kwa kuelewa kwamba viumbe wenzio malaika kule kuvuta kwao pumzi, basi tasbihi ni la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Kule kupumua kwao wewe umeachiliwa kidogo, imekuwa si kupumua kwako, bali unatakiwa wende mpaka ufike daraja ile au kukurubia kidogo. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile kuonyesha kwamba nyakati maalum imehimizwa zaidi kumtaja Mungu, kama kumaliza kuswali au kumaliza matendo ya ibada maalum. Kwa mfano, fa idha qadaytum manasikakum, na wakati mlipomaliza ibada zenu za hija, fadhkurullaha, yani mpaka tarehe 10 pale mwezi wa Dhulhijja mmeshafika kupigia vijiwe katika jamratil aqaba, mmeshakwenda kuchinja wanyama wenu kwa wale ambao wanachinja, na mshanyoa vichwa vyenu kwa upande wa wanaume, basi sasa Mwenyezi Mungu anasema fadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu na mumkumbuke na mumwabudu, kadhikrikum, kama mlivyokuwa mkiwataja na kuwakumbuka abaakum, wazazi wenu. Maana mlikuwa wajinga mkiwataja baba zenu mahala hapo. Au sasa ashadda dhikra, kwa Mwenyezi Mungu mumtaje zaidi kuliko mlivyokuwa mkiwataja wazee wenu. Zama za ujinga watu wakitaja wazee wao baada hiya. Wa dhikrullahi, na utajo wa Mwenyezi Mungu, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, yatanawalu jami'a ta'ati, unakusanya taa zote. Ina maana ni kumtaja na kumkumbuka na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kila ukifanya taa basi umo kwenye dhikri. Hivi sasa Mwenyezi Mungu atukubalie tumo ndani ya dhikri, atukubalie, aipokee kwamba iwe ni dhikri kweli, na aikubali kwamba tumeifanya khalisan liwajhihi alkarim. Hii ni dhikri vile vile. Anayesema anafanya dhikri, na wewe unomsikiliza umo kwenye dhikri, unamkumbuka na kumtaja na kumwabudu Mola wako kwa kutumia masikio yako, kutumia akili yako, kutumia mwili wako na kutumia moyo wako. Hivi sasa umo kwenye dhikri. Kwa hivyo kwanza, kabla ya kwenda popote, tukiwa katika utangulizi wa dhikrullahi yatanawalu, kumtaja Mwenyezi Mungu kunakusanya jamia taati, taa zote, ina maana ni dhikri. Alqawliyati, kuanzia maneno, walfi'liya, na matendo, wa kullu taati, na taa zote kijumla, dhikrun, kila moja ni utajo wa Mwenyezi Mungu. Dhikrun lillah azza wa jalla, kama yatanawalu dhikruhu, kama inavyokusanya vile vile utajo wake Mwenyezi Mungu anapotajwa bilisani, kwa ulimi, pia dhikri hiyo,
wal qalbi, moyo una nafasi ya kumtaja Mwenyezi Mungu, kumfikiria na kujuta na kusikitika. Anakaa kitako pahala mtu kimya peke yake, moyo wake unasononeka kwamba anakumbuka aliyoyafanya katika ujana wake, na sasa anapata tabu, anajuta, anafika mpaka macho yake kububujika machozi. Hiyo ni dhikri ya moyo, na macho pia humtaja Mungu vile vile. Fal mu'minu, basi mwenye kuamini, daiman, siku zote utamuona mu'min wa kweli, yadhkurullaha, huwa anamtaja Mwenyezi Mungu kwa hali moja miongoni mwa hali nyingine. Wala siyama, na khasa alqauli, mu'min utaona mdomo wake umerutubika, umejaa mbolea ya kutumia dhikri ya maneno. Kwenye ulimi wa mu'min hautakiwi kupita kutwa nzima hakuleta dhikri yoyote, haifai, ni kosa. Kuwa na ukame mu'min katika mdomo wake, hamtaji Mola wake, ni kosa kubwa sana. Yaonekana kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali sana kwenye fikra za mja na kwenye moyo wake, madhali kwenye ulimi hapiti Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ikawa ametufundisha mambo haya kwa vitendo. Tokea anatoka kitandani pale, anaamka pale, basi pale anaondoka kwa dhikri maalum, na kila alifanyalo katika kutwa yake ile, maisha yake yale, lina dhikri maalum. Sikuingia chooni, sikutoka chooni, sikuvaa nguo, sikutoka nyumbani kwake, sikupanda chombo, sikushuka pale alipofika anashuka sasa, mote humo mna dhikri. Sikuingia pahala, ana namna yake ya kuingia. Kama msikitini, basi anaingia na dhikri zake, na kama atatoka, anatoka na dhikri zake. Anapokuwa njiani, anakwenda mpaka safari yake ikifika, ana dhikri maalumu anataja. Hakuna saa wala dakika wala nukta ambayo kiongozi wetu ameipitisha katika uhai wake bila ya dhikri maalum kutoka kinywani mwake. Na asijakadhani Muislamu, hayo atayaweza nani hayo, mzigo gani mkubwa huo, kutwa tena na hivi na hivi. Asijakadhani mtu kwamba ni shida kubwa, ni mzigo mkubwa, kwamba labda apige makelele watu wote wamuone, au aruke akikaa, au akangure kifua chake kwa nguvu. La, kila kitu kiko wazi kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema, udhkuru rabbakum, mtajeni Mola wenu. Na kumtaja kwenyewe tadarruan, mtajeni mkiwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Maliza mwisho wa juhudi yako kwamba hapa sasa nataja nikiwa ninanyenyekea. Wa khifatan, na vile vile ukiwa unamuogopa. Waduna aljahri, weka chini ya kupiga mayowe, kutoa sauti katika dhikri yako. Min alqawli, katika maneno. Haya mambo haya yafanye kila wakati. Kama unao uwezo huo, basi asubuhi, jioni, kila wakati. Wala watu njiani hawakuoni hivyo, labda mtu awe mchunguzi kweli kweli, kwa kukusudia hasa yule ninataka kumuona mdomo wake sasa hivi ukoje. Labda anaweza kagundua kwamba anasema kitu, au yuko chini yako, mmepanda gari pamoja, anaweza kasikia kitu labda hivi, lakini kama si hivyo hawezi kujua wala kuone. Kwenye dhikri. Kwa hivyo macho yako yatumbukize kwenye dhikri, yafanye yawe ni matiifu kwa ajili ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Kama mu'min kaambiwa, wa qul lil mu'minina, waambie Muhammad waumini wanaume, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao. Basi kuna dhikri ya macho pale unapoyazuia yasitizame mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakutaka uyatizame, basi ina maana macho umeyapa kumtaja Mungu, umeyapa ibada. Na pale ulipoyaachia ovyo, yakenda ovyo, yakajitizamia tu, na wakati mwingine ikawa yameshawishika kiasi cha kwenda kuchungulia madirishani, hasa watilia mbali njiani. Ikawa wakati mwingine mtu katika mtazamo wake hatosheki na kwamba kaona hivi ajali mbaya. La, sasa nakusudia majumbani mwa watu, usiku wa manane, watu wamelala, na nyumba ndo nyumba.
zimewekewa milango na madirisha na kuta na mapaa juu kwa faida nyingi. Watu wasalimike na jua, watu wasitirike na mvua, na wasitirike na macho ya watu na aibu zao ambazo zimo ndani mtu anazifanya. Kuna mahala mtu anavua nguo zote, na kuna mahala mtu huwa atafuta uzazi yeye na halali yake. Wakati ule kuna aibu, kuna fedheha, kuna kashfa ya kila aina. Hatakiwi mtu kushuhudia asiyehusika pale. Basi jicho likifika hali hiyo limefanya uovu mkubwa, na inakuwa ni akbar kabair. Kama ikiwa jicho linamtaja Mwenyezi Mungu, basi lina maasi yake vile vile. Na hivyo hivyo sikio, na hivyo hivyo miguu, na hivyo hivyo mikono, na hivyo hivyo ulimi. Kila kiungo chako mwanadamu katika viungo 360 kimehusika na kukupatia thawabu, na kimehusika na kukupatia dhambi lilokuwa hujakadiria kwenye akili yako kwamba kiungo changu kinaweza kunipatia mzigo wa dhambi kama huu. Basi wala siyaman adh-dhikru al-qawli, hasa utajo wa maneno. Maana mwili bana unaweza kuutuma na ukafanya mambo, lakini kama ulimi haumo na moyo haumo, basi ule mwili hata ufanye dhikri gani hakuna faida yoyote utakayopata. Shati ulimi ufanye kazi bitahlili, kwa kumhalilia Mwenyezi Mungu. Kumhalilia Mwenyezi Mungu ni kumkatalia kata kwamba hayupo, hatokezei, hakuwahi kuwepo mithili yake yeye. Pale unapotamka tamko la halili, unamhalilia Mwenyezi Mungu kwa la ilaha. Hakuna yoyote wa kuabudiwa. Unamkatalia kwa tauhidi ya uluhiyya, tauhidi ya ibada. Unaposema la ilaha, ina maana unahalili, na unapohalili yani huko tayari. Hivyo ndivyo ulivyo unavyosema, na kwenye moyo uko hivyo, na kwenye mwili wako utafanya hivyo. Lielewe hilo ewe Muislamu. Tusije tukatamka maneno makubwa ikawa kwenye vinywa vyetu yanatoka kama kasuku tu anajisemea ovyo, au kama mlevi asojua alisemalo, au kama yule ambaye yumo usingizini anaweweseka tu, ukimwamsha ukimuuliza mbona hivyo hata hajui kasema nini. Tusiwe hivyo. Tuelewe kila ibada maana yake nini, na kila neno ndani ya ibada lina maana gani. Hapo ndipo utapojua cheo cha Mwenyezi Mungu unamwabudu, unamwabudu vipi hasa. Watasbihi, na hasa mdomo utumike katika kumsabihi Mwenyezi Mungu. Watahmidi, na kumhamidi Mwenyezi Mungu, kumsifu kwa sifa zake ambazo yeye anazo, na yeye ndiye mwenye sifa hasa kwa ukamilifu. Watakbiri, na hasa dhikri nyingine ya kumkabir Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye mkubwa kuliko chochote katika dunia hii na mbinguni vile vile. Lianna hadha an-naw'a, kwa nini hapa tunaupa kipaumbele ulimi ushuhudiki zaidi? Kwa sababu hadha an-naw'a, aina hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu, mutayassarun, imefanywa kuwa laini, imefanywa kuwa nyepesi, lilinsani, kwa mwanadamu, fi kulli ahwalihi, katika kila hali zake. Sawaun, ni sawasawa, kana rakiban, hapo alipo akiwa ni mwenye kupanda chombo, dereva ni yeye au kapakiwa, au mashian, au anakwenda kwa miguu njiani, au wa huwa qaimun, au amesimama pahala anangojea gari labda, au yuko kwenye foleni anangojea zamu yake afike pahala, labda alipe umeme wa watu gharama, au alipe simu ya watu gharama, au kiteweo na yeye vile vile aambiwe sasa unataka ngapi tukatie. Yuko pahala kasimama, asisimame hivi hivi tu mtu akawa yeye na kigogo cha mnazi sawa sawa. Jaribu kufanya zoezi hili mpaka ulemae. Ukishalemaa utaiona raha we. Na halafu Mwenyezi Mungu atakuonyesha nini faida ya dhikri. Utaona miujiza katika maisha yako, kule kumtaja Mungu kuna kufikisha wapi. Unapokuwa na Mwenyezi Mungu daima sana kila wakati, basi Mwenyezi Mungu anakuwekea jaala minal mustahili mumkinan,
kisichowezekana kiwezekane, kilichoko mbali chahitajia nauli na visa na pasipoti, utakishtukia kimeletwa bikudrati man la yaghfalu wala yanamu. Wewe mwenyewe unastaajabu, unashangaa, na inabidi kuna pahala uende kwanza chemba siri, asikuone mtu, ukaporomoke kule, usujudu kule, ulie kule, maana ulioyaona makubwa mno ya ajabu. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ndipo inapomfikisha mja hivyo. Kwa hivyo haya mambo kwa hakika ni zoezi, mtu ajitahidi kwanza, ajizoweshe. Au qaidun, ni nyepesi kutumia dhikri ya ulimi hata kama umekaa kitako pahala hivi, hutoki jasho, hutochoka kwamba unahema sana sasa hivi kwamba ulikuwa ukifanya kazi kubwa sana, la, wala huna habari unafanya nini. Au mudtaji'un, au unapokuwa umelala kwenye mbavu wako, unaweza kutumia mdomo wako, ulimi wako, ukaunafanya mambo makubwa. Badili ya domo lako hilo, badili ya limi lako hilo, ukaliachilia ovyo, laleta matusi, la sengenya watu, la sema watu, yasema yasiyofaa. Hata mnyama hasemi mambo hayo, binadamu anatumia mdomo wakati mwingine. Kama utasikia asemayo, unasema sikufikiria uso huo, mwili huu, hivi alivyo huyu, kwamba anaweza katamka maneno kama haya, hivi alivyo. Kafa bil mar'i ithman, yatosha kwa mja kupata dhambi nyingi kwa makosa ya ulimi wake tu. Wali anna lisana, na umuhimizwa ulimi ufanye sana mambo haya, kwa sababu ulimi la yataabu, hauchoki, min taharrukihi, katika kuhangaika kwake bidhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu, bikhilafi baqiyati al-a'dha'i, kinyume na baki ya viungo. Huwezi kuvitumia kutwa nzima viungo katika dhikri, vitakuwa taabani bwana. Fa innaha tataabu, viungo huja vikachoka, min kathrati alharaka, kutokana na wingi wa mtikisiko na mahangaiko, inabidi pahala ukakitaka kupumzike. Enyi ndugu Waislamu, katika dhikri zote leo tumelenga kuizungumza maana ya la ilaha illa Allah, lakini wa afdalu dhikri, bora ya utaji wa Mwenyezi Mungu baada al-Qur'ani, kama utayacha Qur'ani, maana Qur'ani ndiyo bwana. Ukishafungua mashafu unasoma Qur'ani, basi jijue wakati ule unamdhakiri Mwenyezi Mungu katika namna ya kumdhakiri Mwenyezi Mungu iliyo juu zaidi, haikaliwi na nyingine juu yake. Maana sifa zote za Mwenyezi Mungu utataja mle. Wa kana Allahu aliman hakima, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, alhamdulillahi bal aktharuhum la yaqiluna. Utakona taja mle kila sifa za Mwenyezi Mungu. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamdu fis samawati wal ardi. Alimradi unamtaja Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Kwa hivyo bora ya kumtaja Mungu baada al-Qur'ani, baada ya Qur'an tukufu, ni tamko la ilaha illa Allah. Tafsiri ya neno kwa neno Kiswahili, kabla tukuingia katika falsafa, tafsiri yake la ilaha, hakuna Mungu yoyote, unakataa mja afaaye kupewa heshima ya ibada ila isipokuwa mmoja tu ndio afaaye kupewa heshima hiyo. Nani? Ni yule mwenye jina la Allah peke yake. Yeye ndiyo ilahun almabudu bihaqqin fil wujudi. Yeye ndiyo Mungu ambaye ana haki ya kuabudiwa katika vyote unavyoviona kwa macho mja na usivyoviona, vyote ni kutokana na yeye, viumbe vyake hivyo kaviumba mwenyewe. Kwa hivyo havistahiki wala havifai kupewa heshima ya kuombwa, kuabudiwa, na akifanya mtu ufidhuli huo kukipa chochote kile sifa hiyo, basi kamkosea Mwenyezi Mungu sana, kosa ambalo halina msamaha. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani kila mahala, kwa mfano, inna Allaha la yaghfiru,
hakika Mwenyezi Mungu hatosamehe an yushraka bihi, kosa la kushirikishwa yeye kwa shiriki yoyote, bali wayaghfiru, atasamehe, lakini maduna dhalika, makosa mengine yasiyokuwa ushirikina. Waman yushrik billahi, na yoyote aliyefika mpaka kumweka Mwenyezi Mungu akamsawazisha na yule ambaye anamuomba na kumwabudu na kumtaja na kumwita amsaidie katika msaada ambao hauwezi kupatikana ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hapo ina maana kwamba kamlinganisha Mwenyezi Mungu na huyo anamuomba. Basi mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema katika baadhi ya pahala, faqad dhalla dalalan ba'ida, imma yeye kapotea upotevu ulio mbali na haki, au waman yushrik billahi faqad iftara ithman azima, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu ameizua dhambi iliyokuwa kubwa, au waman yushrik billahi faqad iftara ithman mubina, kuna azima na mubina, dhambi ya wazi kabisa kujificha, au waman yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa yakini Mwenyezi Mungu amekwisha iharamisha pepo, haiwezekani kabisa akaifikia yeye, hata harufu yake kuipata hatoipata vile vile. Au waman yushrik billahi fakaannama, imekuwa kama kwamba mtu huyo kharra minas samai, ameporomoka kutoka juu, labda VC10 au jumbo jeti imepaa futi zaidi ya 1200 usawa wa bahari, kisha hakionekani chini kitu gani kipo, hata mawingu umekiuka, hata bahari huioni, ni giza tu. Huko ndo mtu aponyoke huko, atoke katika chombo hicho, awe anakuja duniani. Sasa atafika wapi? Afiki fatakhtafuhu tayru, labda wapita kimdonoa ndege, au tahwi bihi rihu, au kumpeperusha yeye upepo umvumishe kama karatasi, fi makanin sahiqi, katika pahala palipokuwa mbali. Kwa maneno haya ibada zake zote alozifanya, sala, zaka, siyamu, hija, likiwemo tendo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ina maana zote zimeshakuwa ajwar, zimekataliwa zote. Ndio maana hiyo tulielewe tamko hili tunapolitaja maana yake nini. Tamko zito, ndio dhikri iliyo bora baada ya Qur'ani al-Karim. Fayambaghi, basi yatakikana, al-ikthar, kufanya wingi, minha, ya dhikri hiyo. Jizoeshe kidogo kidogo, anza kutwa moja pale ukishaswali pale alfajiri, jilazimishe kabla ya kuzungumza na mtu yoyote, hakuna salamu alaikum kwanza, usikubali, kuwa mkaidi kidogo katika dhikri zako zale pale ndani alfajiri. Ushatoa salamu, ushasema astaghfirullah kiasi mara 3 hivi, ushasema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, ushafanya mambo hayo, ushasema ashhadu an la ilaha illa Allah arrahmanur rahim, halafu unaupanguza uso wako kwa kumomba Mwenyezi Mungu, Allahumma, Mwenyezi Mungu niondolee mimi fedheha katika uso wangu. Ashhadu an la ilaha illa Allah arrahmanur rahim, Allahumma adhhib anni alhazana walhamma, niondoshe mimi msukosuko na huzuni, uso huu usipate msukosuko na huzuni kutwa leo hii. Unamaliza dhikri kama hizo 3, basi unakuja anza zoezi la kutaja mara 10 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Itakuwa umetamka maneno makubwa mno asubuhi yako ile. Baada ya kuamka tu ushafanya ibada, jilazimishe kutamka mara 10 alfajiri, baada ya sala alfajiri. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana. Hapo unaanzia mwanzo. Halafu ukishakuwa ulimi wako umezoea, basi usishindwe na kupata mara 100 kutwa. Katika jambo ulilofanya kubwa mno ni kumtamkia Mwenyezi Mungu dhikri hiyo mara 100 kwa kutwa moja. Hadithi ya Mtume yasema hakuna yoyote katika ardhi hii,
atakayefanya amali ya kulingana na wewe, isipokuwa kuna mwingine kafanya kama vile, hapo tena mtalingana. Au mwenzako baada 100 kapita 1000, ama hapo kakuacha mkono, kakukimbia, kakutoka. Unaanza kidogo kidogo mpaka unazoea. Qala alayhi salatu wassalamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, anasema Bwana Mtume, wama yantiku anil hawa, na anapotamka mambo kama haya hatamki kwa mapenzi yake tu, in huwa, halikuwa lisemalo illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo rasmi uliofunuliwa kwake yeye. Anasema khairu ma qultu, katika maneno bora niloyasema mimi Muhammadi, wanabiyuna min qabli, na mitume wote ndugu zangu kabla yangu mimi waliopita, katika neno lilokuwa bora zaidi kuliko kitabu cha Mungu ni la ilaha illa Allah, hakuna yoyote afai kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, wahdahu, yeye ni peke yake, la sharika lahu, hana aliyelingana naye kama ni mshirika wake, lahul mulku, ufalme ni wake yeye, walahul hamdu, na sifa kwa ukamilifu zake yeye, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni muweza. Anasema Nabii Muhammad, khairu ma qultu, bora yani lilo litamka, hakuna bora jingine. Zikri zipo nyingi, lakini hili bwana lao ukiacha Qur'an. Lakini tumbe alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف سعيد، اللهم اشف سعيد، اللهم اشف سعيد. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه. بسم الله نرقيه من كل ما يؤذيه، الله يشفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين بقوتك وعزتك يا جبار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا
ذنبا إلا غفرت ولا كربا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.